kizazi cha pili pengine kutoka kwa baba yako ama kutoka kwa babu yako. Na ndipo nilikuwa nafundisha hapa, kama mliwekwa katika miungu, kama mliwekwa katika madhabahu za babu yenu, kizazi cha baba yako ni kizazi cha 4. Wewe mama yako hapo ni kizazi cha 5. Halo? Wewe ni kizazi cha 6. Ambapo katika ulimwengu wa kiroho ni uzao wa ngapi? Wa pili. Kwa Biblia inasema hiyo kizazi, hiyo kumbukumbu ya hayo majina inafanya nini? Inafuta. Sasa msipofundishwa vizuri uelewe, utakosa kuelewa, kwa sababu mama alijiingiza kwa nini? Kwa mazagazaga. Hata tunaipanga mazagazaga. Sasa ile kitu utaka ujue, hii mafundisho uyashike vizuri. Tunaona uzao wa mama wa kwanza ni moyo wako. Uzao wako wa pili ni huyo mjukuu. Sasa unaona mjukuu anateseka. Unanipata? Sasa msipoelewa mambo ya madhabahu utaona kama mchezo. Sasa kama mama, unaona sasa yeye mama aliona ni msaada. Sasa tufundishe tu na mfano wa mama. Lakini kubangie msaada kumani. Bwana sio sana. Tunasaidiana. Sasa unaona watu wanateseka, usipofundishwa kabisa na kukubali utatoka. Haleluya. Utafanya nini? Utatoka. Maana kitu kinachokutesa, injili ilipokuja watu waliingia kwa kanisa, wengi walikuwa na matatizo na makongo na nini, lakini yale magonjwa iliyokuwa wako nayo na mapepo yale waliokuwa nayo ni yale maagano yaliyokuwa yamefanywa na wazazi wao. Unanipata? Sasa wakakaa pale kanisani, wakabatizwa, wengine wakafunga harusi, wakaweka, hata wengine wakaweka wazee wa kanisa, wakaweka madhabahu, kila wakafanya kazi ya Mungu. Lakini katika ukoo wao kuna kitu kilifanyika katika boma yao. Haleluya. Kama madhabahu haina shida, itakutesa, lakini kwa sababu umeokoka, si kwamba hutaingia mbinguni. Kuingia tu. Lakini kwa shida utaingia, si kwamba hutaingia, kuingia tu. Maana kitabu, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Utaingia. Lakini ni shida. Bwana sio sana. Kuingia tu. Lakini na shida. Sasa unaona, hata kama mazagazaga ilikuwa pale nyumbani, si kwamba mama Yesu akikuja sasa ama ukichukuliwa, tutabiri hivyo, lakini tutaenda. Utakosa kuingia mbinguni, utaingia. Unanielewa sasa? Maana yale ni maagano ya mwili. Halo? Unateseka mwili, lakini roho eka panana. Tamtumikia Mungu sana, utatolea Mungu sana, utafanya chochote, lakini shida na kunareka mpaka kuchini. Bwana sio sana. Paka watu wa mataifa wanauliza, "Vele mlongo wa mzee wako hao?" Halo? Watauliza, "Hii Mungu wenu mnasema yuko wapi?" Lakini kwa sababu wanajua, tunataka nikueleze kitu uelewe. Kuna watu wanajua ni kitu gani kinawatesa.
wengine walikuja hapo. Mgeni wako. Nina shida. Mchamzuri. Takabona ni mzuri. Mfogoria. Unanipata? Hawa watu usipo, yaani wewe mwenyewe. Hapo Bwana anasema, ninasema Mungu akanena maneno haya yote. Ogo ramalago gosi. Kwamba mimi ni Mungu wako. Nilie kutoa katika nchi ya Misri. Na umwone Mungu wale kuja kumwabudu wewe. Sasa wewe ni juu yako. Hakuna hapa kusukuma. Unasikia mimi naambia kwa watu, mimi siwezi kusukuma kwenda mbinguni. Kama ni madhabahu, ninapofundisha mambo ya madhabahu, mimi nimeyapitia na ninayajua na ninaelewa. Ninapofundisha na kufundisha na ufunuo kutoka juu. Haleluya. Na kufundisha na mambo ambayo iko ndani yako iliyokufunga, ambapo pengine inaendelea na ninatabiri, lakini wao kama nabii ade. Ambapo sasa saa hii watu wanateseka. Biblia inasema kwamba kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka cha 4. Na ikifika 4 kama haijadisconnectiwa inaanza moja. Unanipata hapo sasa? Sasa hapa unaona hapo kwa mama kwa kitu maana koko gande nyikani siri kwa vyalo. Mara kasikira malomi ngeko hapo, lakini ndio lombelo anasikira na kuna anasikira. Osu yale pale alisika yeye asemi. Hawasema hiyo. Wale sasa wanatakaga wale waliokuruka wanakuja usiku. Leteni njembe, leteni maji. Maliona palingine. Vandu basinda kotati. Na vandu basinda da maji. Mimi ndio wanacheza. Wamechimba shimo kubwa. Kile baba kota majini. Na waga mwenda adama maji vandu uko mzima. Chabunge maji kani makumanga andwe. Ujambo kande nyashatu. Hai bado ndekufumie, ndekishoki. Maana ni majini na mwagua maji atitoke na mwewe kimbia kama munge mchabu saka gasi kwa ifuni kizozo. Utafanyaje hawa? Unanipata? Sasa neno la Mungu ni wewe mwenyewe. Na ndipo unaona kizazi wewe ndio wacha tuseme hiyo ni kizazi chako cha 4. Ama wacha tukufanye mtu wa kwanza. Alafu uzao wako wa kwanza ni huu. Umwe wako. Uzao wako wa pili ni baba. Ambapo sasa yeye ameitwa jina la hapo juu. Nataka niwafundishe muelewe. Ameitwa jina la hapo. Sasa akashama linangu modelega na mlungu ndi kunde kufuma. Haya majina haitakiwi. Kwa niele lolo. Unanipata? Na ndipo unakuta wale watu ukitaka kujua kama kulikuwa na miungu katika familia yenu, hata ngara kocha kaa kuandewa njejikani sisi. Utaanza kuona watoto ya watoto wako. Ama kabona na lukucha kwa Mungu swapo gedeka kimange, watoto hawa wanaanza kuteseka. Hasa Yesu kanokuyu. Wanaanza kuhesabu kutoka kama na vile ana lakini unanielewa? Sasa kwa sababu wewe huyu mtoto sutazaa majina ya weke mgosoko na alikuwa na weke huyo noko. Sasa huyu mtoto ataanza kuteseka. Lakini kwa sababu wewe Mungu alikusaidia ukaingia kanisani, ukaanza mambo ya kuomba, ukafanya nini na kutafuta ukweli wa Mungu, ndio sasa unaona iliruka ikaruka sasa kwa mtoto. Maana kwa ejere mwanao ikanisema. Sasa ulipomupeleka ingawa bado madhabahu ziko zitamtesa, asipongangana ajidisconnect kutoka kwako.
yeye ajidisconnect kutoka kwako, ndio yeye ajenge madhabahu yake na watoto wao. Sio weke ndugangu wewe ni mwana. Bwana sio sana. Maana ukijibaki kwa wewe ni mwana, wakati watafanya matambiko yao ya wewe ni mwana, wewe unateseka. Mnanielewa kwa sasa? Ndio mnasikia wanasema mshongo sikumeni watafunya watu kichukuni. Unafikiri mimi nimeteseka kiasi gani? Unasema mimi hata mtu akizungumza kwanza mpaka nimsikize. Huyu mtu ni mboi mwenyewe anazungumza ama ni mizimu inazungumza? Ama ni Mungu? Ama ni yule mzee ile jina aliyeitwa ndio linazungumza? Sasa mpaka Mungu amenipatia elimu ingine kubwa sana. Na ndipo unakuta watu wengi wabonya mpango na Mungu, acha moja, tutafungua biashara, tutafanya hivi na hivi, wako azungumza na mizimu. Hata kama nimevaa tai, wazungumza na mzimu. Unafikiri hiyo biashara utaipata? Yaenda? Hivyo imeenda. Nanipata. Na hata lakini sana kwa chukuzikana lwa. Niki. Mwana baka nimpata kuliko ni mwana tae ziganenga kwanje. Mao. Zigana picha. Kama nikumana asiti. Hata ngoja kwale. Na unajua ile mizimu imemfuata. Na kakido kwa sababu watu wamekuwa kadada. Bwana asifiwe. Wacha tuambiane tu kweli. Bwana wewe. Usitese mtoto wangu. Wanaonekana huko mkupata kuliko nini. Wewe utasikiaje? Na ukiangalia kitambulisho inasema 28. Wanasema nini mama Ian? Hapana, cheza na hizi mizimu. Mizimu. Mizimu inakunyorosha tena kabisa. Nilikuwa naambia mtugu mwingine akisema, ndugu nimechumbia. Yule kuna mwingine namwitaga kijana wangu ya Nairobi. Amechumbia wasichana 60. Ndikaga na kuhesabu. Anazungumza na kufika jioni. Wanataka kwenda shuka wapi? Anakuja kupigiwa simu saa 3 usiku. Bwana mimi nimepata kazi Eldoret. Utanisamehe. Hata sasa ile tikiti yangu, nitakurudishia. Namba ni hiyo hiyo. Bwana sio sana. Nilipokutana naye wakati nilienda kuhubiri Nairobi, hata kwanza nilimwambia na simu. Mungu akanifunulia mambo. Kamweleza Bwana atakuwa ni kitu kubwa, kitu kidogo. Hapana, wewe omba, mimi nataka nione Mungu. Mwambie unataka kuona Mungu. Wewe ulikuwa mdogo, lakini si mdogo sana ambaye ati hana akili. Alikuwa na akili, anajua huyu ni mama, huyu ni baba. Na huyu mama amefukuzwa na baba. Tunaenda kwa barabara. Kwambia vile maroho vile inatesa watu. Yule mama amefukuzwa kwa sababu ni madhabahu. Wakatembea na kijana kwa njia. Fika kwa njia wakakutana na jamaa. Hai? Nata nini saa? Wale hapa jasa. Hai? Hata mimi ni single. Niko na mtoto. Mtoto ndiye nashi. Na kamba yote, ng'ombe na kamba. Wacha nikwambie mambo vile watu wanateseka. Ng'ombe na ile roho sasa, mama amepata Bwana. Ile roho sasa ya kukataliwa ikaingia kwa mtoto. Wala hata anajua. Kijana mwenye kupiga keyboard vizuri sana. Kijana carpenter, yani furniture number 1. Si ati msichana akiolewa ati ataenda kupata shida. Akutongana mchana kufika jioni.
wamewachana. Hivyo hivyo aliniambia nimetokoza wasichana 60. Mwambia hiyo ni kitu kidogo. Mungu ameniambia hivi na hivi. Ndio hivyo basi roho nimeiondoa. Sasa unataka kabla gani? Mimi ni Mkamba, nataka Mkamba mwenzangu. Haya, pokea. Haikumaliza siku 3. Akanipigia simu. Bwana panga. Sasa usi bwana, tafadhali wewe ndio kujenga tena. Bado nilikuwa naambia nende yake bado. Nilikuwa ni hapo karibu. Pia ni hapo karibu. Bwana sifiwe sana. Au wewe mwenyewe, ni wewe mwenyewe ushakubali neno. Yesu akaja akasema nini? Utakapoifahamu kweli, kwa nini unafanya nini? Na kuweka huru. Sasa mpaka ung'ang'ane. Ile kitu sasa itakutesa ni dini. Dini na injili iko tofauti. Injili ni injili na dini ni dini. Maana dini itakuruhusu kae na nyoka yako kwa kanisa. Unanielewa? Dini itakuruhusu ukae na manga wako kwa hii kanisa. Ukae na vikapu vyako vya mbengi kanisa hivi. Lakini injili haikuruhusu. Naona kama ile dada alikuwa anatuambia, "Hai, Yesu ana kikapu chako cha Elisha. Hai ndio sema cha uzuri. Hizi na shilingi." Na kwa kumani maza yuni pasana. Ndio anasimama kama bishop anakuja ndio na nomo uonja akimanga. Chumbi. Na ameuruhusiwa hata ngeda. Bishop kasimama huwa choka kubadia kindo. Nomo badia ushamsata. Unafikiri mtu amefika karibu? Tuo mtu amefika karibu na pigo. Unanielewa? Sasa madhabahu ni wewe mwenyewe. Ukubali kuachana na madhabahu. Ukubali kuachana na miungu za watu. Ukubali kuabudu miungu ya kudanganywa. Unanipata sasa? Na ndipo unakuta mtaita wangu anatesekea wapi? Anatesekea Disemba. Wacha nikurudishe Disemba. Disemba walikuwa wanakutana. Ati mnamanyana kichuku. Na hapo ndio wanaenda kufanya mambo ya na wakienda kumanyana kichuku, mwezi wa 4 unasikia kijana amejinyonga. Halo? Unasikia kijana gani? Kwa sababu walienda kukutana ili wafanye mambo ya. Hamwezi kukutana kama wale watu hawajui wanapata sadaka wapi. Wanafikiri ni mchezo. Na wakikutana mwezi wa Disemba wana mpango kufikia mwezi wa ngapi? Mwezi wa 8 wanapangaga program zao. Mwezi Disemba, mwezi wa 4 na wa 8 na wa 9. Inalingana hiyo madhabahu ilizungumzwa vipi. Na sasa ile kitu ambacho nataka nikueleze kitu. Hapa Mungu anasema usiabudu miungu mingi. Uko kanisani, kwa nini hii shida inakuja ukiwa ndani ya kanisa? Unanielewa sasa? Sasa mpaka uelewe neno la Mungu. Mimi wanafundisha mpaka uelewe. Na siwezi ngakuombea kama hujaelewa. Taombea nini? Tena siwezi ngakuombea kama hujakubali. Mimi si wala watu wanasemaga ati nakubariki. Pokea utapokea nini? Bwana sio sana. Hii mizimu, wacha nikueleze kitu ya mizimu. Mizimu ukishafundishwa neno la Mungu. Maana hii mizimu iko ndani ya mwili wa mtu. Maana uliwekwa maagano na hizo ulikula nyama zao ziko ndani ya mwili. Mpaka mapepo wanakujua. Hata ukiwa ndani ya kanisa. Hata utoe fungu la 10. Hata ufanye nini. Lakini wanakushikilia kwamba kwa mzee. Kwa sababu funye fungu zako mto. Kwa wenda malombi mto. Kwa leo funga to. Lakini wewe ni
Sio kama unanielewa? Na ndiposa unakuta wakati huyo mtu wako ndani ya kanisa na ako na madhabahu, tunataka nikufunulie kitu ujui. Utakuta mwanamke wako ndani ya kanisa lakini anatoka mimba. Unanielewa? Kwa nini? Yale madhabahu inasema huyu ni wetu. Hata kama anacheza keyboard, hata kama ni praise and worship. Sasa utaanza kufukuza sijui ni majini, sijui ni nini. Hawa watu waliunganishwa na miungu, wakawekwa ndani na wakaambiwa waende kanisani. Na walipokaa kanisani, yale madhabahu za zamani bado zinazungumza. Wanelelo unanipata? Sasa hata kama utakuwa ndani ya kanisa, hata kama unafunga na kuomba, ile mizimu haina shida. Wewe funga na kuomba tu. Lakini usipoigundua bado unateseka. Tuko mnanielewa? Kama nakusema ni ilikuwa mimi chini ya kutesa. Unaonaga ni kawaida. Kama kwetu, sasa nikurudishe sasa kwetu. Madhabahu za kwetu zilikuwa ikifika mtu ataoa. Ile mizimu kuachilia watoto tawachilia. Hata wengine saa nyingine ukicheza utazaa mtoto akiwa na mwingine akiwa na miezi 9. Unanielewa sasa? Na wakishafikisha watoto 5, 6 ama 7, ile mizimu inakuja. Na ilikuwa inakuja mwezi wa 8. Na inahakikisha huyu mzee atatoka na huyo wewe mama unabaki na mtoto wa miezi ngapi? Na wale wako pale wanajua tu ni vile walitega miungu zao. Kwamba mwezi wa 8 mjamaa anaenda mmoja. Na Disemba ilikuwa hairuki tarehe 10. Wao kwa siku na kindo na kiale chako. Aba bana batini ne kwa sababu siko ni choki yale. Ukihesabu hapo kufika hapa ni miezi ngapi? Mano anjala. Yaani mungu baba. Obele uja mwanini mwana mnandeuza ubangwa fulani ukana ikurwa kwa hiyo. Hayo atano. Sasa wewe hujajua? Hayo anikabege simu asubuhi atakaniandikia message. Atakunda kuibone. Hata hivyo tayari wewe jamaa kama alikuwa anatoka kazini anaenda kununua maziwa, amekutana na pikipiki ya bwaga mdogoro senesi ndenda mbombo kuishi. Hata kama mmemfunga pampas tayari wacha kushereta kitandini. Dibele kuna kama sata hata akishatoka kabisa kitandani wanasema vile kwa kisamara kwa pomele. Sasa kwa sababu mambo ya simu ile mambo hii hata pengine damu mzito kuliko maji. Wapi? Mgozo goroka. Ya vile sikana kumsata. Sasa nasikia pampa sirao makala mgozo awenda kutoroni mwana. Aini nenda mahali pengine mzee amefanya tambo zake wakati mpaka mimi ni mtu haraka kaita mzee mwingine mwambie mzee bwana amekujaje, kuna matanga na amefunga tu kaleso kadogo tu akata kanya habari na huko mimi hata swali ndini na huko andika iPhone kumani kamwambia mzee simanipi tena nakuja kutoa nini, yani kuzungumza iPhone. Nimeshukuru sana nimeshukuru
Hicho kuna wao watu wameenda na wakafika mwisho makonkati. Nimeshukuru sana kwa sababu mchukuu wangu hajakosa ng'ombe ya kuzika. Na huko mabede kwa bandu bali sijakosa ng'ombe 2. Ndio mazao ulikuwa nataka na watu ngapi? Naye hakujali. Tena toa ushuhuda. Nini? Anatoa ushuhuda kabisa. Yameenda Isaya 28. Isaya 28 mami. Mepata? Anza 14. Basi lisikieni neno la Bwana, enyi watu wenye dharau, mnaowatawala watu hao walio ndani ya Yerusalemu. Kwa sababu mmesema, tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Pigo lifurikalo litakapopita halitatufikia sisi, kwa maana tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio letu. Tumejificha chini ya maneno yasiyo kweli. Kwa ajili ya hayo Bwana Mungu asema hivi: tazama, naweka jiwe katika Sayuni, liwe msingi, jiwe lililojaribiwa, jiwe la pembeni lenye thamani, msingi uko imara. Yeye aaminie hatafanya haraka. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Sasa nataka uelewe hawa kina babu zetu. Ushike vizuri. Kina babu zetu walipatana na nini? Acha kuzimu. Walipatana na nini? Waliagana na nini? Mwezi fulani mama amezaa watoto 2 watatu aende. Na wanaingizwa hapo kwa nini? Ni ile get together. Unanielewa sasa? Sasa nyumbe ni mwai ya msingi ya sana. Na nikiwafundisha hivyo, wengine wanainukaga sana kujua kwa wanasema kwamba hiyo ni jadi. Ijadi ya kukumaliza. Unanipata sasa? Sasa ile makutano watu wanakusanyikaga, wanafanya, unaona waliweka mapatano na nini? Alafu Biblia inazungumza wazi kwamba babe manyaputu babe agorate. Na niposa siku moja nilikuwa nikiuliza, mtu ameenda na amewacha mwanamke na mimba. Na tena unasikia wanasema nini? Sisi tulikuwa tunampenda sana, lakini maana amempenda zaidi kuliko. Na mtu asika mkanaona na kifo. Hayo mimi sikubalianaki na hiyo injili, sikubalianaki na. Unanipata? Lakini kwa sababu tulipokuwa watoto, tulipokuwa ndani ya mimba za mama zetu, pengine miungu, watu wa miungu kuja kuweka miungu katika boma yenu, walikuja wakaweka. Sasa wewe ukitoka hapa uokoke bila kujua misingi ya kwenu, huwezi enda mbali. Halo? Huwezi fanya nini? Huwezi enda mbali. Kuna madhabahu waliweka mtu akifika miaka 38 anaenda. Kuna madhabahu waliweka mtu akifika haruki miaka 40. Ukiruka nyumbani ni kama mchezo. Unanipata? Sasa madhabahu ina hiyo lazima ukubali. Unaangalia kwenu. Unapofundisha unaangalia kwenu. Je, fulani alienda na miaka 38 akatuachana watoto. Fulani alienda sina nini? Kawacha kwa. Nilikuwa naangalia kwa boma nyingine. Huyu alilea
matukuu zake. Na wale walipoolewa pia wakalewa na nyanyasa, hawajalewa kamili. Sasa yale madhabahu usipoelewa utaona ni kawaida. Na ndipo unaona sasa hivi watu wengi wanapigana na nini, na mambo ya ndoa sijui nini. Angalia hata kama unaenda, kama kijana ameenda kuoa, huyu mwana wale lelo nani, huyu msichana amelewa na nani? Amelewa na anti wake. Huyu anti wake alikuwa ni mansoro. Nafikiri huyu ataenda olewa akae asipopata injili. Hawezi. Maana kwa kimdedea nje nini? Hawezi. Unanielewa sasa? Alafu Dadi, kuna kitu hapa watu bado hawatakaji kueleza watu. Unaona msichana, unaonaga kama ni wasichana wanapenda kukana na baba zao. Hao wasichana wakienda kuolewa huwa wanakaa kwa maana wadalisa isha sauti ya mtu wa bome. Unanielewa sasa? Waachana na ile mnaambia, unaona wasichana wale wanapenda kukaa na baba zao. Ukarobolo wende ukai. Unaona? Unaona vijana wale wanapenda mama zao. Akioa bibi huwa anakaa na bibi. Kwa sababu amezoea sau. Sema chema. Ama namsindika zaidi. Sasa ukiona usipofanya hii elimu huwezi kuelewa. Sema mautofu. Unanipata? Sasa lazima kabona ohumka kwa kanya na bana bakibaka zaidi. Huyu msichana lazima ang'ang'ane kusikiza sauti ya Bwana na kuivumilia. Bila hivyo hakuna. Tupeni kubuona barabara. Hata nikona nikinsobe mze. Hata ng'ombe nechu kama. Ama niandike kazi hata kama ng'ombe. Unanipata sasa? Sasa huo hata ukiwa umeoa mwanajeshi, usifikiri hapo umeoa mwanamke. Bado mwanajeshi. Maana unanipata? Sema madam. No. Ingawa wale wachana watakana mama vifundishwa geko mala kwa kibaka. Lakini ile sauti ile ya kuvumilia, sauti ya mwanamume haitakuwako. Chairman. Mmestuka sana. Bwana siwe sana. Sasa Biblia inasema waliweka maagano, agreement. Sasa hii agreement usipoielewa, na hao waliweka hata wakiwa ndani ya kanisa. Shida zile mimi wanaulizaga siku moja kitu moja. Shida ile iko pale watu hawajui Yesu. Na ndio yenyewe iko mpaka kanisa. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna maagano inazungumza ndani ya ile mtu. Pengine wakati maagano ilifanywa alikuwa ndani ya tumbo. Na kama ulikuwa ndani ya tumbo imeshika sana. Manake mamako alienda kwa mganga ukiwa ndani ya tumbo. Akapigwa na kuku ya mgongo. Akachanjwa mpaka Dar es Salaam. Nafikiri mchezo. Mimi naambia nyinyi mambo. Na hawa anakaa kanisani na hata kusema kama nilifanywa hiyo. Kazi yake ni
Hata mtoto anateseka, lakini anasema neka kwa Yesu. Ngolo eko panana na mbi. Unanielewa sasa? Na hiyo ndio kitu unaona kinatesa Wakristo. Na ndipo unaona saa hii huwezi enda kuhubiri injili, yuko nje utaenda kuhubiri nini na kanisa bado halijatakasika. Bado sio sana. Kanisa mpaka lisimame na liwajue ni Mungu gani wanaomba. Na wajue kama ni Yesu unamtangaza, ni Yesu aina gani. Haleluya. Wakati nilipokuwa nikihubiri Narok, hata wale wa ndugu zangu walikuwa walijua kabisa huyu mzee, huyu jamaa, wakati nilikuwa mdogo, nilikuwa 30 nafikiri 36. Sema huyu ako na Yesu. Manake huyo Yesu wangu alifanya miujiza mingi. Haleluya. Sasa hiyo miujiza haiwezi kufanyika, ifanyike huko nje na hapa ndani kanisani bado haijafanyika. Wewe umekuja na pumu, bado pumu ekoka nayo. Na kwa sababu umeamini beka ukanyoma mdaga kisu nika samaki niko hiyo. Na Yesu alikuja. Ndio nasikia siku moja naambia mimi mambo ya Alisa zisiombeaje. Silisha mama hiyo. Silisha. Sasa unaenda kungangana daraso. Ora baba poke uponya. Bila kupoke uponyaji hao. Umebeba wifi? Umebeba shemegi? Umebeba mtoto? Umebeba si nani? Umebeba mwenye duka ulienda kununua kitu? Mkapiga hesabu mkakosana? Unacheka mama. Nakwambia, maombi yako imetoka 180. Yake imetoka 210. Mwanzo kushindana. Kama siku moja tukiwa Mombasa. Ndugu alikuwa ameokoka sana. Wamepiga hesabu mwenye alikuwa na nyumba za kukombolesha. Wamepiga hesabu yule mtu mwenye kukaa kwa nyumba anasema hana deni. Mwenye plot anasema huyu jamaa anadaiwa miezi ngapi? 2. Sio mzee walipokosana, huyo mtu wa nyumba alikufa siku hiyo. Kesho yake tunaenda kwa matanga. Ndio watu wanaulizana sasa huyu mtu mlikombana, huyo jamaa mmoja mligombana, hivi mzee ataingia. Sio hatujui. Mungu ndiye anajua. Unanipata sasa? Sasa Biblia inasema kwamba walipoweka mapatano, walipoweka maagano, yale maagano yalibaki katika maisha yao. Na pengine huyu mzee aliweka maagano ameenda. Mwingine aliweka maagano bwana na bibi vanani wa wasikilo wakikulukulu. Unanielewa sasa? Sasa mama ama mzee ama kijana ama nani, kama boma yenu iko na matatizo hayo, lazima ukubaliane na Mungu ili usikize mambo ya Mungu, kwamba usiabudu miungu mingi ambayo iliwachwa na babu yako. Ukishatoka hapo basi, makongera ni makongoga hamu. Gera ni shida imeenda. Kama ni nini imeenda. Haleluya. Sasa plani ya Mungu ni kwamba mtu wa Mungu asipate shida. Uponyaji ni kwa wale watu ambao wanaamini neno la Mungu. Maisha marefu ni kwa wale watu wanaamini neno la Mungu. Sisi mimi naambia watu, si mtu anakufa kama paka. Yaiba mari. Hapana. Wale watu waliokuwa wamesimama katika Mungu, kina Simon Petro walikaa mpaka Mungu anawatokea. Wanaambia mwamenye zuia kurogoa ikansi. Ni baadaye. Kwa bona je mbidindwa. Ndio bona basi. Safari wao. Kina Paulo hao hawakwenda hivi. Haleluya. Kama nilikuwa nacheka mzee mwingine, nilikuwa huko sehemu za Kiambu. Mzee tajiri ya watoto wamegawanywa bwana wewe. Fulani baki na kitu fulani. Peteni mkono ni wabariki baki na kitu fulani. Wewe waizimu baki tuna nini? Si baki na nini? Baki na nini? Wacha tuombe wakalala. Lala. Wakaita tena watoto.
nimezidiwa, wacha tukwende peleke hospitali mzee. Mzee alipopelekwa salipona kabisa, na amegawanya kila amerudi tena anapewa zaidi ya miaka 10 na wanaogopa kwenda mbinguni. Wanasiwe sana. Nenda katika Hesabu 25. Umepata? Umepata? Wacha nisome kama iko mbali. Basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu, kwa kuwa waliwaalika hawa watu waende sadakani, sadaka walizozichinjia miungu yao. Watu wakala chakula, wakasujudu hiyo miungu yao. Wanasikia. Sasa hawa watu ni wa Israeli, abana bakiro. Haleluya. Kabona ni bakiro wale watu wa ukoo wamechinja get together yao, wabaga ng'ombe yao. Halo. Na ujue kabisa hii ng'ombe ile walikuwa wanauanga Disemba ya kufanyia miungu yao, milungu ya mwana. Lakini wewe huwezi jua, kwa sababu nyinyi mlikuwa mkikuta hiyo kitu ikiendelea. Sasa Biblia inasema Waisraeli ndekeani ni makirwa wakaalikwa vile dada bwana ukaso nimedeko na sadaka deko na malombi gedu dabi alombia na dabi kumbuka mgosone foma kabusirie watu afumiri kicho na mia mwana ukagora kwani kitukuchos atambo gaeko hai kumbe vya ndubele ndebufwa wala sasa kumbe atawo ni shangombe usigie ya njau ya zogua ukagora nicho ni chinjo hetanda hili. Sasa Biblia inasema walipokutana na wakafanya nini? Wakakula sadaka, chakula, nyama, na wakarudi wakasujudu ile miungu. Halo. Na waliposujudu ile miungu, Biblia inasema kwamba wakaanza kuzini. Maana watu wengine hufundisha. Ndio unakuta ngoma nyingi, unakuta ziko na mambo mengi. Unakuta hata gaya ni mgosi, ndio kundo uone mkama nana meso. Sasa Biblia inasema jamani hapo. Ya? Sema mada mumekaa huko mwisho. Tembe kuona ngoma la kweli. Amana wewe kuona nikiti. Sasa ile sikupenda kwao. Wasikia mami ile sikupenda kwao. Wede wangu sana Kenya na vikande bikasha nyama na vikande bikalomba na ishamilungu na ishamilungu ya mumanga niche bonya hiyo kazi. Najua hiyo ni iko ndani sana. Hata ukirudi katika Mwanzo, Abraham Mruna, mwana Mruna Harani, wale watu wa kusoma Biblia. Mruna Harani aliuliwa na hiyo miungu. Na ndiposa akazaa mtoto anaitwa nani? Lutu akatembea pamoja na Abraham. Na hata wakati walikuwa wanataka kuhamishwa
wapate baraka zao. Hapo kusiangamie. Kulikuwa kuna angamizo, wasiangamie. Kazi la mpeke malaika ni kumbanganya. Kwa sababu najua mambo mengi paka upate ufunuo ndio ujue. Pele imbanga iko andi nyinyi ikata ona vaibako na vativa yo. Haikata. Kusoma hapo mnajua ile mambo ilifanyika. Sasa ni madhabahu hii inaanza kuambia wakaalikwa sadakani. Na wakaanza mambo yao, wakasahau Mungu. Na pale Mungu anasema msiabudu miungu. Sasa madhabahu zote ambazo zinatesa wataita ama zinazotesa kabila zote. Nimefanya huduma hii kwa kabila nyingi sana. Ni hizo unaozoona. Sasa mtumishi wa Mungu, hiyo umesema ni kweli. Hata yule aliolewa, hata sikia mambo mengine hata tuacha tuseme pole pole. Sasa mtoto mlimuita nani? Ojiva. Unapata? Yale madhabahu yakisha kuwa na nguvu, yakisha tolewa sadaka, ikisha chinjiwa, basi inapata nguvu. Na ikishapata nguvu kwa sababu ni ile miungu, na niposa unakuta hata wamama wengi hawawezi kukaa na wanaume kwa sababu ile miungu huwa inageuka, inawalala usiku. Ndio inaitwaga jini mahaba. Sasa watu wengi wale wenye kujifanya wanasema ati ni ndoto. Na hiyo ikienda sana inauaga Bwana. Alafu nabaki na hiyo jini mahaba. Unapata? Na alafu nikurudishe nyuma sasa. Ndiposa unakuta ile mahali popote kuna madhabahu. Acha nikutajie kitu kidogo tu ndio uelewe. Mahali kuna madhabahu. Watu wengi wanasema madhabahu ni kipi? Madhabahu ni first generation. Ni mlango wa kwanza. First gate. Madhabahu za kwenu za boma yenu hakuna kanisa ilikuwa hapo. Kulikuwa ni miungu. Haleluya. Hata kama ulisema ulienda kanisani ukiwa mdogo, lakini baba yako ekabrigiti. Unapata? Sasa katika hiyo damu ya hiyo babu yako uliwekwa ndani ya ile madhabahu za kwenu. Na ndipo siku moja nilikuwa nazungumza hapa. Ndio unakuta wanakusanyika mali ulioa na mali mlioana. Mtu kaishwa chombo atamtulobolosaga la washwa chombo. Manake mliwekwa kwa system moja. Ukiona kama ni kazini yako, kwa mfano kama wewe dada, acha tuchukue tu mfano kwa wewe. Sasa utaona dada yako sasa. Shida ile mtoto wako huyu anapitia ndio dada yako anapitia. Manake mliwekwa katika hii madhabahu moja. Mlialikwa sadakani. Bwana sio sana. Mlialikwa wapi? Sadakani. Na mkakula na mkarudi mkaisujudu. Kakona weke baba mlitesie. Hata baba mzetu bacha turogwa kakawia na magari huye cha. Na mpaka sasa. Sasa wale watu wakianza kuomba hawaombi katika jina la Yesu. Wanaombaga na wazee wao na mashangazi zao. Wanafikiria watu utakuwa wewe hata kama umeokoka, unafikiri utatoboa. Na hakuna siku hawa watu wakisha kuweka katika ile system yao ya nyama zao, hakuna siku hata uende ufanye huduma haiwezi fanyika. Maana wakiomba mpaka wakuombe. Na unajua ahuweni wengi, wewe mtu mmoja. Sasa wewe mtu mmoja usipongangana na kujidisconnect kwa usigane nao. Madaro wana na ukingangana ungangane mpaka umalize. Bila kuneka hata demkude kubwa demko. Hai, chacha. Ona kashamba
kwa baba Bwana watakuwa hivyo. Lakini kama bado uko ndani yao, kitu kubwa lazima likubore. Kitu kubwa lazima message ringie. Sasa kama mimi waliendelea, ikawa sasa huyu mtu anatutesa, kapiga radi, katoka. Mungu akaniambia nenda uambie, jionyeshe kama Elijah. Kafika na mmanya kutunga peke Bwana naacha basi, haiko mtu wa Mungu, haiko mtu wa Mungu. Watakuita mtu wa Mungu lakini kwa unafiki. Sasa wewe, ile kitu nataka ujue sasa, nataka kuambia kitu ambacho nataka uelewe. Wakati unaposonga, unapokataa mambo ya madhabahu, hawa watu watakutenga. Haleluya. Sasa wakikutenga, furahi. Maana wakishakutenga, kama walienda na pesa zako katika madhabahu, wakaziweka kwa madhabahu zao usipate pesa, wakishakutenga, wape sarazi ya kuingia kwako. Amen. Haleluya. Wakishakutenga ngara nguo razi ya kubuya. Amen. Unanipata sasa? Wakishakutenga, hata kama ni pesa, hata kama ni nani, wale watu sasa wa Mungu ndio watakutafuta. Haleluya. Utatafutwa na watu wa Mungu walio na baraka za watu wa Mungu. Haleluya. Sasa kukatengwa, kusekeka na wasi. Kana Mungu. Watajaribu mitihani mingi, lakini hiyo mitihani ipite. Maana Mungu ako pamoja na wewe. Haleluya. Kwa sababu huyu Mungu tunayemwabudu ni Mungu aliye na uwezo, aliye na nguvu, aliye na mamlaka. Alikujua siku ile ulipata, mama yako alipata mimba. Alijua. Naomba ndiye putu na kulogoloa. Naomba ndiye putu kwenda hao. Naomba ndiye putu kuzogoa bana. Light on mini antivel. Huyu Mungu anajua watu wake. Hata wakupitishe vikushi senyama kwenye bana, lakini kama ni wa Mungu atatoka. Amen. Haleluya. Siku moja tulikuwa katika mkutano hapo. Kasikia mzee mwingine akisema, kwa leo kwa Masai hatanyala sabi bekwaini. Nafikiri mtu kama huyo anasema na mimi nafikiri mchezo. Kwa uwe Masai kwenda kwa makanisa kosi hatanyala sabi bekwaini. Nafikiri mtu kama huyo akikwenda utajipanga vipi? Haleluya. Kama ni mtu wa kuogopa wachawi, nafikiri utabaki hapo. Kabona nyai kanisa hizi kuna pesa kanisa cha apostoli kuna ndijamu. Bwana basa alipaki msarusi wa dilo. Tutaanza kujiuliza. Bwana sasa. Utaanza kujiuliza. Lakini ile kitu ninachokuelewa kwamba hata kanisa la mitume la kina Simon Petro ilikuwa na mchawi. Alikuwa anaitwa Simon mchawi. Wode kana roho ya safi. Maana alikuwa anadanganyaga watu na uganga wake huko Samaria. Na alipookoka alikuja Yerusalemu. Na alipoona nguvu ya Mungu ikitembea na kina Simon Petro akiokelea watu wa Mungu wakijazwa roho, naye akasema leka nipone kipesa Bwana Mungu kusikilie kinyo nipate kipao. Kazoro wewe na pesa zako pote na pesa zako. Na hakika alikuwa na hukumu ya Mungu, akasema tafadhali Bwana wangu malago nje watu katika anga isifike. Sejesia. No. Lakini ni mchawi aliyekubali kutubu na kuungama dhambi zake. Haleluya. Sasa hapa ndio kunaona kuna kidibondu. Bila sema kwamba watu walioshikanishwa na sadaka, watu walioshikanishwa na usherati. Na ndipo unaona kama uliingizwa katika hizi miungu, ndipo sasa kwa na mdosa huwa. Hata kama ni mke kwake. Wazo ya kusiganisha na hichi na ni mke kwako. Hizi madhabahu hapana mchezo. Hujasikia mama mkwe amezalishwa na kijana ambaye ameoa msichana. Sasa ni hizi vitu.
walifika kule. Ni hii, hawajaona hapa, hawajasoma, baada soma sasa gazeti. Bwana sasa. Sasa mambo yanayofanyika, hii mambo ilikuwako. Sasa haya tunayaona ni sisi tumefika katika kiwango hicho, ili tuweze kutoka hapo na tuweze kujua Mungu atafanya nini. Twende katika Zaburi ya 109. Ndio tutoke sasa. Umepata? Anza hapo sawa. Mungu ameeleza kwa utakatifu wake. 109 kwanza saba. 109 kwa njia saba. Katika kuhukumiwa ataonekana hana haki, na sala yake itadhaniwa kuwa ni dhambi. Siku zake na ziwe chache, usimamizi wake na atoe mtu mwingine. Hapo wanashwe sana. Biblia inasema hivi, katika kuhukumiwa ataonekana hana haki, na sala zake inadhaniwa kuwa ni dhambi. Haleluya. Sasa mtu huyu aliyeingizwa katika maagano, katika madhabahu za ukoo, katika madhabahu za mizimu, katika madhabahu za kiasili, hata aombe namna gani, bado maombi yake yanaonekana ni dhambi. Na Biblia inasema kwamba kama huyu mtu aliingizwa katika maagano, na huyu mtu hata kama aliokoka, kama hajajitoa, na ndipo unakuta mtu anakufa na miaka 30. Biblia inasema kwamba na siku zake ziwe ni chache. Haleluya. Biblia inasema kama unafuata neno la Mungu kabisa, Mungu anakuwa pamoja nao. Lakini kuna wakati shetani anapata nafasi, kwa sababu Mungu hawezi kukutetea, manake wewe uko na maagano. Na wewe hujakubali kutoka kwa maagano. Bado wewe ndio chairman na chairlady wa kukusanya pesa za Disemba hapa mwezi wa 8. Riaga kaburi. Chukuchos. Choko nyamalo. Haleluya. Unajua ile mambo ambayo watu tunafundisha hapa ni mambo yaliyo ndani. Kama unataka kukaa pale pale kwa miungu, kaa. Siku zako ziwe chache. Hata zikiwa nyingi na uko kwa shida, so unateseka tu. Utakuwa unapata baraka rawasa na zeraba. Najua Mungu akinyesha mvua ananyesha mpaka ya wachawi. Lakini kuna ile baraka za watu wa Mungu. Haleluya. Baraka za watu wa Mungu. Maana Biblia inasema nini? Katika kuhukumiwa ataonekana hana haki. Hakuna siku. Kwa vile omba, kwa vile funga, kwa vile mwenye bada, lakini bado miungu za kwenu zinakuhukumu. Na ndipo unakuta kama ni mwanamke ameolewa karibu kwa 10. Sasa na leo kwanza wako unakuwa na zare sana. Ile miungu haina haraka. Baby watoto wa kwanza, wa pili. Watatu ikifika mimba ya miezi 3.5, ile mizimu inakuja. Ile koka kwa vile mwanjala. Oh. Sasa usiku akilala anaota kama koko tayari. Sababu ameota usiku ako kwao tayari, mwenye alikuwa amemtokea gari ya baba kwa sio kunukilo mtu amwambie mtu bomu idaka huko. Siku mbili wiki moja ukipea na nifie mkono pata panda mzunguko kumzunguna na bwana na hapa kutesa. Hai. Kitu mmetaki kama riba. Ataenda kaya kishazaa tu. Kwa 3.
Vile baada ndio kuya haya sasa sivyo. Kuna nichemsungushe tamana hona hodu. Yes kuya. Siku mbili tatu dada anateremka na kiriba kwa mtoto. Na ndugu anateremka. Hai bwana kazi. Dada baada vile naona watu kaza kokanya. Haya sasa sivyo kuya. Tukio baada na bona kwa na mgeni. Haya sasa kile kwa mgeni. Asha sivyo kuya. Hai basa tamone kasingu. Haya tamone kasingu. Ndugu maji ga kwa nyumba lega. Hai banukaso. Hai nyumba una ndabana. Sasa kusema mawazo si msivyo kwa. Mlungwa deda. Mbona bako? Na kiale cha bandu. Haya ta. Wewe. Tadwa ndu. Hai deda putu. Taleka. Ndeni fungu magome izo na shabana ka amen. Lakini mwana mwasiganya hatuna shida tamlo pia putu na baby mwana mbili wakati kifika tu tarehe ile ya miezi 3.5 wachazwa anarudi anakuja na mwanamke anazaa watoto 6 nje. Boma ngapi? Na hapa nyumbani wako na watoto 3. Sasa huko kwa na umzi kwa manyoka na bana dumzi. Ingia kwa channel. Ingia kwa WhatsApp kusikana. Ndio utashangaa. Unapata sasa yale anakuaga ni madhabahu. Bila kung'ang'ana na kuidisconnect bado utakuwa na shida. Hata sasa msichana wako naye akiolewa bado ako na hiyo shida. Maana ni roho. Na kurudisha pale nyuma kwa kwetu. Dada yangu ile aliwachwa na miezi kidogo. Alipokufa tuliwachwa na mtoto wa miezi 9. Unapata hiyo ni roho sasa. Na unajua wakati huo ninahubiri mambo ya madhabahu hanielewa. Leo mwana nishiteteze roho badilika. Maana unajua kitabiri kitu ambacho kiliwekwa na injili keti chini Mungu na kweli kiko. Mgosi wafu manoko bila mwana wako rie bada. Haichiko klapo choboni kilo na usiku. Bila mwana wako ya nabii. Hata bwana session nabii lakini teba likabu uona bada fulani babeke ba. Unapata sasa? Sasa ni wewe mama uangalie boma yako usimame na Mungu. Waacha kusikiza mambo ya watu. Sikiza mambo ya mtumishi wa Mungu ili ambayo Mungu amekupatia uweze kuelewa. Sasa tunaenda hapo mbele kidogo. Biblia inasema ni kutanga na watange na wanao na kuomba, watafute chakula mbali na mahame yao, mdai na anase vitu walivyo navyo, wageni na wateke mapato ya kazi yake. Asiwe na mtu wa kumfanyia fadhili, wala mtu wa kumhurumia yatima wake. Hata ngera kofu hilo ndio hakuna mtu atakuhurumia. Hiyo ndio shida. Hata kama umefiliwa na baba yako, hakuna mtu anakujua. Hakuna mtu anakujali. Halo? Anasema. Na hiyo ni kitu nakwambia tulipita wakati baba yetu alikufa. Tunaenda shule tumepita. Zamani pigwa kiraka. Shule. Hakuna mtu anakuhurumia. Na hakuna mtu bila sema kwamba na nyuma yake wakati Mungu alipoinua huduma hii, wale walikula pesa yangu. Maana mbeleni ilikuwa mtu akifiliwa na baba na mama sana someshwa na serikali. Mimi nilikuwa very clever. Nilikuwa number 1, number 2. 1, 2. Hapa ikienda sana 3. Na university ile kama elifida. Bwana Yesu sana. Ndio nisikia wengine wakipiga makelele.
Bado na nchi wafungu lochane. Mseme mfumo kwa nini mwanishie pesa yake? Nini mwana kocha wakati wapi pesa? Devesikira. Hakuna mtu atakufanyia fadhili hata kama kwa pesa. Anasema lakini siri eka ukishatoka katika madhabahu, watu wa Mungu abantu dumani mulungu nuko kubona na abantu ba Mulungu bya kubona. Haleluya. Kule mwana kwa dasha na kitambaa chuma to hata nse na chingi haibasi na Maria. Baada ya siku chache unakuta tumba kwa kubwa kwa refu. Kama nkodeka Aisha kufikiri unaweza zipata. Bwana Yesu. Kama ni pande ile utapewa nguo kweli. Lakini ni nguo za kukufunga akili. Kama mzee mmoja alipoaga nika hapa nafundisha, tu Bwana kaniambia, lakini nasikia Bwana akiniambia kuna nguo ulipewa juzi redemanias. Utaokoka kudemaniasi hapo ndio ikanisi. Basi lete hizo nguo tuzinguze. Kwa fungwa tu. Hata kasheka sike baba. Sasa sikia, alikuwa anakunyaga pale akikishaketi tu kianza kuzungumza. Anajikata lakini wapi? Wamepewa koti lako. Wamepewa koti na ulikataa miungu ya watu tena unapewa koti. Utashangaa. Mungu aliponifunulia tulichomea pale. Sasa akafunguka hata akiketi asikii usingizi. No. Sasa hao watu wanakutafuta kila nchi. Kuna kitu hapa nataka tusome alafu tumalizane. Biblia inasema usiwe hapo. Wazao wake waangamizwe, jina lao likafutwe katika kizazi cha pili. Hapo tusije kudakwana. Sasa utaangalia kizazi cha ngapi? Cha pili. Utaangalia kama ni kwa mama yule sasa. Tulikuwa tunazungumza na yule mama ndio tukue tumfano. Yule mama sasa. Yule mama kizazi chake cha kwanza ni nanipata kizazi cha pili ni baba unanielewa sasa, ambapo sasa hili jina umeliita jina la upande ule kwa tunaenda hivi, lakini majina tunaita iko hapa juu, tunarudisha hapa. Unanipata sasa? Kama rina angu baba ndibedele kama Mulungu inafutwa, tuseme hivyo. Lakini yetu tuliojua Mungu haitafanya nini? Haitafutwa. Kwa sababu kama hutaelewa utakaa ukiteseka. Naona hapo binasema kizazi cha pili. Hapo mbele anasema nini? Uovu wa baba zao. Fanya nini? Ukumbukwe mbele za Mungu. Na dhambi ya mamaye isifutwe. Sasa hapo ndio kuna kidubudumbu. Ndio nataka watu wangangane sana kutubu wao wenyewe. Kwa sababu kuna dhambi ya mamaye. Wakabada kora huu kwamba mkanuma nyande mwana. Wasikira mama ndio anajua baba ya mtoto. Sasa kama hii haitaweza kukufikia ukajidisconnect katika dhambi ya mama. Mimi nasema kwamba dhambi ya mamaye ikumbukwe mbele za Bwana. Ndipo unaona watu, kuna mambo mengi yanafanyika kwa watu wa Mungu, wanang'ang'ana na maombi. Unaona mtu anafunga na kuomba, lakini mwingine paka kaburi. Sigura paka kaburi. Ndio Bwana anasema nini? Paka
watu wakubali neno la Mungu. Wakishakubali neno la Mungu, watu watahurumiwa na Mungu na watapata kiwango kingine, ili Bwana akaweze kuwafanyia fadhili katika maisha yao. Bwana siwe sana. Nenda katika Zakaria, wacha tusome fundisho leo moja. Tuende katika Zakaria 1. Zakaria 1. Iko huko karibu mwisho. Sikie. Wacha nisome. Biblia inasema hivi: katika mwezi wa 8 mwaka wa pili wa Dario, neno la Bwana lilimjia Zakaria mwana wa Berekia mwana wa Ido nabii kusema, Bwana amewakasirikia sana baba zenu. Basi waambie, Bwana wa majeshi asema hivi, nirudieni mimi, asema Bwana wa majeshi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Kwa hivyo pale watu wanateseka kwa sababu bado watu wanamjua Mungu, lakini bado hawataki kumrudia. Mpaka watu wakubali kurudia Mungu. Watu wanalalamika, kwa nini mambo haya haitendeki? Kwamba kitu hiki ninafunga, kwa nini Mungu unatoa sadaka? Kwa nini natoa fungu la 10? Lakini haitendeki. Lakini nabii akatumwa akawaambia kwamba baba zenu walikataa Mungu, walinikataa. Kwa hivyo mimi nimetuma nabii tena kwenu, kwamba vile baba zenu walinikataa, anatuma nabii anawaambia kwamba waambie hawa watu wanirudie, wasikatae kama baba zao walivyokataa. Haleluya. Kwa hivyo kuna maroho ambayo inafuata watu ya ukoo, ambayo unaona huo ukoo watu hawakutaka Mungu. Watu hawakutaka makanisa, walikuwa haendi makanisani, lakini atangada waende kanisani, waende kwa kulazimishwa. Haleluya. Hata kumbona ikanisani walazimishwa. Amasheka ilabo pengine sha muhimu, pengine moyo wako alobolwa nuko aenda lakini si mtu akani. Unanielewa sasa? Sasa Bwana anasema nini? Bwana amewakasirikia sana baba zenu. Kwa hivyo aliwakasirikia sana baba zetu, kwamba walikataa Mungu, wakasujudu miungu, wakajishikanisha na miungu, na wakatushikanisha ndani ya miungu. Haleluya. Kwa hivyo ni juu yako wewe ulio sahihi, ukubali usikubali tabia ya baba yako aliyekataa Mungu. Haleluya. Aliyekubali kwenda kwa waganga, aliyekubali kwenda kwa wachawi, alikubali kuzika vitu kwa boma, anataka tu miungu, hataki Mungu. Na alipoweka vitu, pengine huyo mtu alikufa, hizo vitu zikabaki hapo zinawatesa. Sasa hapa nabii anatumwa na Mungu, anaambiwa kwamba nenda waambie wasikae kama baba zao walionikataa. Walijishikanisha na miungu zao, walijishikanisha na mbenge zao, wakanikataa, wakasema hiyo ndio Mungu. Wakajishikanisha na manga zao, wakasema huyo ndio Mungu. Wakajishikanisha na seso zao, wakasema huyo ndio Mungu. Kwa hivyo msikae kama baba zao. Haleluya. Kwa hivyo Mungu akawaambia hao watu wasikae kama baba zao, walikataa Mungu. Na ukifuata sana nyayo zao, watu wengi walienda pale makanisani, lakini kuna mambo sahihi na tutesa. Na ukifuata sana hayo, ni mzee yule alikuwa kanisani, alikuwa na kitu fulani. Hata wale waliokuwa na kilinge moja, sio vile Mungu sawa mwosui kanisa, wache kiali. Haleluya. Kama siku moja nilipata aibu kubwa sana. Bwana wafumana kwa chakindo cha mgangenoko. Sisi hapa tunapatia mtu heshima ati ni bishop, ni kindo ni overseer. Kumbe akienda watu wanafanya vitu. Kumbe akienda sehemu za Mwanda huko, atakakuwa bandu wengi tawari lita. Kule kana nguo yake ya Kiislamu, kabisa shawa na kina na kofia yake ya Kiislamu. Sasa wakati watu huko walisikia wamekufa, watu sio wanafuata
mganga wao amekufa, jamani, twende kupumzika. Kufika wanakuta ngoma ya Mungu juu na bendera ya Mungu juu.